Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 11 aya ya 25 hadi ya 27. Wakati ule Yesu alijibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yote ambaye mwana apenda kumfunulia. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, baada ya Mwenyezi Mungu kuweza kumwokoa Musa aliyekuwa amezaliwa katika ile nchi ya Misri, akatunzwa na binti Farao katikati ya jumba la Farao, wakamtunza kiongozi mkubwa ambaye anakuja kuikomboa taifa la Israeli. Musa huyu akiwa huko ndani katika jumba lile la Farao, baada ya kupata elimu ile ya utawala na sheria, alijiona kwamba yuko juu sana. Akafanya dhambi. Dhambi hiyo alikuwa ameitenda ilikuwa ni kumuua Misri, na dhambi ile ilimpelekea akakimbia, akaondoka, akaenda katika jangwa, na kule akaenda kujiungamanisha na familia ya Yethro, na akawa huko akiwa anachunga kundi la kondoo. Maisha ya Musa yaligawanyika katika vipindi vikubwa vitatu. Miaka 40 ya kwanza alikuwa kwa Farao kama msomi, kama mwanasheria, na akapewa jina la Musa, alitambulika kama ni Misri. Miaka 40 mingine akaenda jangwani, akawa kwa Yethro, akawa kule ni mchungaji. Jina lake likawa limepotea, hakuna mtu mwingine wa kuweza kumkumbuka tena. Ingawa alikuwa ni msomi mkubwa, aliishia kuchunga kondoo. Akiwa kule anachunga kondoo katika miaka hiyo 40, analiongoza kundi nyuma ya jangwa. Alipofika katika mlima wa Mungu Herobu, malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katika katikati ya kijiti. Na tazama, kile kijiti kilikuwa kinawaka moto, nacho kijiti hakiteketei. Ndipo tunapojifunza hapa mambo makubwa ya Mwenyezi Mungu. Musa kupitia dhambi aliyokuwa ameitenda ya kumuua yule Misri, na akajiona kwamba amesalitiwa na ndugu zake, akaenda kuishi maisha ya hali ya chini. Alikuwa amejua kwamba amepotea, lakini Mungu alikuwa anamjua. Anamtuma malaika wake ambaye anakuja katika mwali wa moto, na huu moto inaonyesha ile huruma ya Mwenyezi Mungu, kwamba huruma ya Mwenyezi Mungu ipo katikati ya maisha yetu, yenyewe haipotei, ipo, inatulinda, inatuongoza. Na katika kipindi hiki ambacho huruma ya Mwenyezi Mungu ilikuwa juu yake, ndipo huyu Musa anasikia, anapokiona kile kijiti kinawaka, anaamua kugeuka. Anajizungumzia mwenyewe kwamba nitageuka sasa niweze kuyaona maono haya makubwa, kwa sababu kijiti hiki hakiteketei. Fundisho: Musa angeamua kupuuzia ule mwali wa moto, akaona ni kitu cha kawaida, kwamba asigeuke aweze kutazama, angeshindwa, asingeweza kupata nafasi ya kuweza kuongea na Mwenyezi Mungu. Kitendo cha kwamba nitageuka ni mwaliko katika maisha yetu, kwamba unapoona katika maisha yako kuna kitu ambacho si cha kawaida kinatokea, geuka, usiendelee na maisha yale yale. Musa aliona moto unawaka jangwani, akasema hiki si kitu cha kawaida, akaamua kuweza kugeuka. Kuna matukio mbalimbali yanayotokea katika maisha yetu ambayo si ya kawaida, yatuonye kwamba tuweze kugeuka, tusibakie wale wale. Alipogeuka ndipo Bwana akaongea naye, akamwita kutoka katika katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Musa akasema, mimi hapa. Na Musa alishangaa, inakuwaje katika mazingira haya ya mimi kuwa peke yangu hapa, kuna mtu ananijua? Kuna kipindi unaweza ukapita katika mazingira magumu,
ukawa umeachwa, hakuna mtu anayekujua, umesali maombi yako yote hayajibiwi, lakini Bwana analijua jina lako. Haujafika wakati wake tu, ingoje ahadi ya Bwana, subiri wakati wa Bwana. Musa, wakati wa Bwana ulikuwa haujafika. Ulipofika wakati wa Bwana aliitwa. Subiri wakati wa Bwana, Bwana aje akuite. Hata kama itapita miaka mingi, na kueleza kwamba Musa aliitwa na Bwana akiwa ana miaka 80, ambapo alikuwa bado hajasikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Hujafikisha hata miaka 80 tu. Endelea kubaki katika ahadi za Bwana. Bwana anakujua hadi katika magumu hayo. Ndipo Mwenyezi Mungu anasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Na wale ambao waliofanya maagano makubwa, Musa anaficha uso wake, maana aliogopa kumwangalia Bwana. Kwa nini? Kutajwa jina lile ambalo alikuwa anaitwa kule Misri, akiwa huku kwa Jethro, hakuitwa tena Musa, walikuwa wanamuita kwamba yeye alikuwa ni Misri. Aliogopa, akakumbuka dhambi zake, akaamua kuficha uso wake. Bwana akaongea naye, akasema, sasa nimeona mateso ya wale ndugu zako ambao wanayapata kutoka kwa Farao. Akasema, sasa nimeshuka ili niweze kuwatoa wana wa Israeli watoka katika utumwa huo wa Misri. Bila shaka mimi nitakuwa pamoja na wewe, na dalili ya kuwa nimekutuma ni hii, kwamba katika mlima huu utakapowatoa wana wa Israeli, mtakuja kumwabudu Bwana. Musa yeye akanyenyekea, akaogopa, na kwa sababu Mwenyezi Mungu alimwambia avue viatu vyake. Viatu ni nini? Viatu vilikuwa ni usalama wake. Viatu vilikuwa ndio vile ambavyo vimejaa mavumbi, alikuwa anatembea kwa mapolini. Unapoenda mbele za Mwenyezi Mungu, lazima uvue viatu vyako, utoe vitu vyote ambavyo vinakupelekea usalama wako. Mwenyezi Mungu katika siku ya leo ana mpango nasi, ana mpango na wewe, hajakuacha. Ana mpango na taifa letu, hajaliacha. Atulinde kama alivyolinda Musa, akufanye uweze kusimama katika wito huu kama alivyofanya kwa Musa, na siku ile uweze kuwa baraka kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.